Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi wa klipu za Soda ya Ngeni. Leo niko na somo linaosema maajabu ya yai visa, maajabu na uchawi wa yai visa. Yai kama yai visa ni yai ambalo nimelitolea masomo mengi, lakini yanatofautiana. Yai visa ni uchawi mkubwa sana, na pia yai visa ni dawa mzuri sana. Yai visa lina uwezo wa kufukuza mashaitani. Yai visa lina uwezo wa kutengeneza shaitani. Yai visa lina uwezo wa kumuita shaitani, na yai visa pia vile vile huchanganywa katika dawa za mazindiko. Yai visa hili leo nataka niwape yai visa kwa ajili ya kukatisha tamaa. Kama una mtu anakusumbua sana katika shughuli yako, katika maisha yako, katika business zako na kadhalika, basi unaweza ukatumia yai hili kumkatisha tamaa, asiendelee kukufuatilia. Utafanya namna gani ili uweze kutumia yai visa kuweza kumkatisha tamaa? Chukua kwanza kabisa inatakiwa uchukue majani saba ya mbaazi. Majani saba yale ya mbaazi utayaandika jina la unayemkusudia. Kila jani unaandika Haj ibni Maryam, Haj ibni Maryam, Haj ibni Maryam. Unatumia namna hiyo, na ukishamaliza kuyaandika, basi utakwenda katika lalo la zamani, katandika yale majani yakiwa majina yametizama juu. Kisha chukua senti 500, shilingi 500 ile, basi nenda nayo mahali pale, weka na ile pesa, kaombe: ewe uliolala hapa, mimi nimekuja tu kwa uzuri kuomba. Mimi fulani ananifatafata, fulani ananifanyia mambo kadha wa kadha, fulani ananifikisha mahali huko ambako siku zuri, fulani anafuatilia maisha ya watoto wangu, fulani anafuatilia maisha yangu. Basi ukishamaliza kuomba pale, chukua lile yai lako visa, piga pale juu ya yale majani, halafu kisha ondoka. Utasikia habari yake, hawezi kukufuatilia tena. Majani ya mbaazi yana siri kubwa sana. Nadhani masomo mengi katika vitabu vyangu nimetoa yanayohusu mbaazi, kuanzia udongo wake, mizizi yake, shina lake, nini ile fimbo zake, ni namna gani zinaweza zikafanya kazi katika majambo ya kutibu maradhi mbalimbali, kutuma maradhi mbalimbali, kuamsha kivuli, kufukuza kivuli. Unajua kitu chochote ambacho ni kizuri pia huwa kinageuzwa kinakuwa kibaya pia vile vile. Mbaazi nitautolea mfano na nitawapa dawa ya mti wa mbaazi, ambayo ukikuta mgonjwa hata kama ana miaka 200 kalala, kama ni michezo, basi ataamka kabisa. Inshallah taala, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata masomo ya Babu Haj Soda ya Ngeni kutoka Buguruni Marapa, Dar es Salaam, Tanzania. Asante sana. Na pia vile vile yai visa, tunaendelea na yai visa. Yai visa ni dawa mzuri sana ya kufukuza mabundi. Kama kwako kuna mabundi, basi chukua ufuta kidogo na yai visa, funga katika kitambaa cheusi, funga kwenye mti. Basi akija
huyo bundi hawezi kuondoka mahali hapo, kwa sababu atanasa. Atanasa. Akiwa na machale basi ataondoka mapema, na kama hana machale akinasa mahali pale basi atapasuka moyo, ni lazima atafia pale pale. Asante sana kwa kunisikiliza. Hilo ni Yai Visa. Pia Yai Visa linafanya kazi za mapenzi, Usifikiri kwamba Yai Visa ni kuharibu tu, hapana. Ukimtengenezea mmeo au mkeo kwa kutumia dawa ya Yai Visa, basi atainama hivyo. Wengine wote atawaacha. Kama mkeo alikuwa anarukaruka, basi unaweza kumwachisha kurukaruka kama kuku alivyoliacha lile yai. Asante sana kwa kumsikiliza Soda ya Ngeli. Mwenyezi Mungu atangulie na atufanyie wepesi, na palipokuwa pamepungua Mwenyezi Mungu apongeze, palipokuwa pamefungwa Mwenyezi Mungu apafungue. Mwenyezi Mungu awafanyie afueni wale wenye kuwa na maradhi mbalimbali. Mwenyezi Mungu awaondoshe shari kwa wale wenye kuwa na shari, kwa wenye kesi za kusingiziwa Mwenyezi Mungu pia awaondoshe kesi hizo, na kwa wale wenye kuwa na mikosi mabalaa Mwenyezi Mungu awaondoshe inshallah taala. Wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasira, wakafa billahi hasiba, wakafa billahi wakila, wakafa birabbika bidunubi ibadihi khabiran basira, wakafa Allahu min akhtana kana Allahu qawiyul aziz fasayakfikahum wallahu wa huwa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadun nabiyur rahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Wameja sana.